Kwa majina naitwa Jafet Dausi Mtiuko. Nimependa siku yao, imekuwa nzuri. Siku yangu ya kipaimara chana. Namshukuru baba na mama kwa kunihimiza kuja kwa mafundisho yangu. Pia nimependa kuwashukuru wote. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Bwana itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye katika malango yako. Kwa maana kwa siku 6 Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya 7 akaitakasa. Amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Amri ya 6, usiue. Amri ya 7, usizini. Amri ya 8, usiibe. Amri ya 9, usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya 10, usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Roho Mtakatifu awashukieni na uweza wake aliye juu uwalindeni na dhambi zenu zote kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Jina la Bwana lihimidiwe. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana, usije kuomba kwetu, kilio chetu kikufikie. Bwana akae nanyi pia na roho yako. Tuombe. Mwenyezi Mungu ishie milele, uliyependa hawa watumishi wako wazaliwe mara ya pili kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, ukawapa masamaha ya dhambi zao zote, tunakusihi uwatie nguvu za Roho Mtakatifu aliyemfariji, wazidishie kila siku karama za neema yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Roho ya hekima na akili. Amen. Roho ya shauri na nguvu za rohoni. Amen. Roho ya elimu na utaua. Amen. Uwajaze roho ya kichwa chako kitakatifu leo na siku zote kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana, umlinde mtumishi wako huyu Magdalena. Bwana, umlinde mtumishi wako huyu Linda. Bwana, umlinde mtumishi wako huyu Brighton. Bwana, umlinde mtumishi wako huyu David. Tuombe. Mwenyezi Mungu ishie milele, ututiaye moyo wa kutaka na kutenda mambo yaliyo mema na ya kukupendeza wewe uliye mtukufu. Tunaombea watumishi wako ambao tumeweka mikono yetu hivi sasa juu yao, kwa kufuata taratibu na kanuni ile ile walivyofanya mitume wako watakatifu, ili kwa ishara hiyo kuwapa hakika ya fadhili na neema yako na wema wako kwao. Mkono wako Baba uwe juu yao daima. Roho wako Mtakatifu awe nao siku zote, uwaongoze walijue na kulitii neno lako takatifu, ili mwisho wapate uzima wa milele. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake yeye huyo Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Basi akubarikini Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini pia tuwapongeze wazazi
kwa kuwatayarisha na hata kufikia hatua hii. Wengine wameshindwa kuleta watoto wao kwa kipaimara, na ndio maana kuna hata watu wengine ni watu wazima lakini hawakupata kipaimara na ni watoto wa Wakristo. Lakini wazazi hao wameona ni vyema walete watoto hawa na waweze kufanikisha jambo hili. Kwa majina yangu naitwa Neema Nuhu Stefano. Mdogo wangu amepata kipaimara siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa hatua hiyo aliyofikia, maana ni hatua kubwa katika ulimwengu wa roho, na pia naamini Roho Mtakatifu ataendelea kumtumia katika namna ya tofauti. Kwa nashukuru sana Mungu kwa nafasi hiyo aliyoweza kumpatia, maana wengine wanaweza wakatamani lakini wasipate, lakini ni neema. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana na nina furaha sana kwa hatua aliyofikia. Kwanza kwenye familia pia tuna utaratibu ule wa kuelimishana, kuelekezana, kufundishana neno la Mungu, kusali pamoja. Naamini hiyo pia itaendelea kumjenga na kumuimarisha zaidi. Na wasii wengine wazazi wawahimize watoto wao ili wakaweze kupiga hatua, wakazidi kumjua Mungu zaidi, wakazidi kumtumikia Mungu zaidi, wakipokea Roho Mtakatifu na mafunuo kutoka kanisani, ili waenende katika njia inayompendeza Mungu, wasije wakatumbukia mahali pasipofaa. Kwa majina naitwa Samuel Joseph, ni katibu msaidizi katika kanisa hili la Mtakatifu Stefano Diocese ya Tabora. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Ni siku ambayo ni nzuri kwa ajili ya watoto wetu wamepata kipaimara, wanafunzi 35 ambao Baba Askofu Dr. Elias Chakupewa, askofu wa Diocese ya Tabora, amewekea mikono siku ya leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Lakini pia tunamshukuru sana Baba Askofu katika mizunguko yake yote ya kipaimara, na leo hii amehitimisha katika kanisa letu hili la Mtakatifu Stefano. Na katika kupongeza na kusaidia juhudi zake katika utume na uinjilisti, sisi kama kanisa kuu la Mtakatifu Stefano tumeandaa kiasi cha shilingi milioni 1 kwa ajili ya kusapoti kazi yake katika idara ya utume na uinjilisti. Lakini pia tumeandaa zawadi kwa ajili ya Baba Askofu pamoja na mama, na pia tumepata mgeni ambaye ni askofu wa Diocese ya Kondoa ambayo pia ametutembelea, na yeye pia tumemwandalia zawadi kwa ajili ya siku hii ya leo, ili anaporudi kule Kondoa basi apeleke salamu za kanisa la Mtakatifu Stefano Diocese ya Tabora akiwa na zawadi ambayo kanisa kuu tumempatia. Lakini pia tunao baadhi ya wazee wa kanisa pamoja na makanoni mbalimbali ambao pia tumewaandalia zawadi kwa ajili ya siku hii ya leo, ambao pia tutawapatia zawadi katika sikukuu hii ya wanafunzi hao wanaopata kipaimara. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya Baba Askofu, lakini pia tumemwandalia mchele kilo 80 pamoja na sukari na mafuta ya kula kwa ajili yake. Lakini pia tumempa kitambaa kwa ajili ya suti pamoja na mashono yake ya shilingi 50. Lakini Mama Askofu pia wa kanisa letu pia tumemwandalia shilingi 50 kama pongezi kwa ajili ya huduma hii ambao wanaifanya kwa ajili ya kumsaidia baba yetu askofu. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yao, na pia tumemwona mkono wa Mungu katika kanisa letu na kazi nzuri anayoifanya katika kanisa hili. Tunamshukuru sana Mungu. Naomba kuwasilisha.